mkoa wa Mara na wilaya ya Tarime, kata ya Nyansinja, kijiji cha Nyansinja, kitongoji cha Nyansinja, ambapo kuna tukio la mgogoro wa ardhi, lakini tutakwenda kuzungumza na wahanga ambao wamehusika moja kwa moja na katika mgogoro huu. Kwa namna moja ama nyingine inawaumiza katika mgogoro. Sasa watataka kutuambia sisi labda chanzo cha mgogoro huu ni kipi na walianzaje na ikawaje mpaka sasa hatua ambazo zilizofikia. Sasa tuko hapa katika kijiji cha Nyansinja. Tumepata hizi taarifa kwamba kuna marehemu amefariki na hajaweza kuzikwa kutokana na mgogoro huu. Sasa unataka kueleza labda una uhusiano gani na marehemu, lakini pia utueleze kwamba mgogoro huu ulianza lini na ilikuwaje na mpaka sasa umefikia wapi? Asante, naitwa James Mwita Samuel, wa mzee Samuel Chama, ambaye ni mama yangu ndio amefariki. Natoka kijiji cha Nyansinja, kata ya Nyansinja, kitongoji cha Nyansinja. Mama yangu alifariki tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2025. Huu mgogoro tumekuwa na kero sana, kwa sababu mama hadi wakati huu amesuiliwa, yuko mochari, hatujafanya mazishi yake kwa sababu ya mgogoro wa ardhi hili shamba la namba 29, ambao mwenye shamba aliomba ombi la kumiliki shamba heka 9. Baada yake amemiliki hekta 23.1 ambayo imeleta shida sana kwa kijiji ya Nyansinja. Kwa hivyo nilikuwa naomba kwa heshima kwamba serikali tusaidie, ingilie kati, ama Rais Samia atusaidie. Tunamuomba kwa heshima atusaidie tupate nafasi tusike mama ili asiendelee kukaa moja ndani. Gharama zimeingia nyingi sana. Okay, sasa umesema kwamba yeye aliomba hati kumiliki hekta 9, lakini kwenye barua yake inaonyesha kwamba hekta 21 hiyo 23.1. Sasa unataka utuambie labda mzee wako wewe au babako alikuwa anamiliki ardhi hii labda kwa muda gani, au kwa muda gani mmekuwa mkikaa katika ardhi yenu hii ambayo mnaamini kwamba ni ya kwenu sio ya kwake? Unaweza kutuambia historia kidogo, mmekaa muda gani na ilikuwaje mpaka mkawa hapo? Mzee aliletwa na operation vijiji mwaka 74, akapewa hilo eneo. Kuanzia mwaka 74 alikuwa anakaa hapo mpaka wakati huo anakaa kwa hilo eneo. Na wakati huo mwenye hatimiliki alipewa hatimiliki mwaka 92. Ambapo nani ambaye alipewa hatimiliki? Samuel Matega Kimeno alipewa hatimiliki mwaka 92, na wakati huo mzee alikuwa kwa hilo eneo. Kwa hivyo alichukua hatimiliki bila taarifa ya mzee kwamba anamiliki hilo eneo. Samuel ndio mvamizi sasa ambaye ameweza kuvamia hilo eneo. Samuel Kimeno ndio mvamizi. Samuel Kimeno ndio amevamia eneo la mzee Samuel Chama. Kwa hiyo wakati huo yeye anapewa hatimiliki, manake mzee wako wewe alikuwa hafahamu kinachoendelea. Mzee wangu alikuwa hafahamu kinachoendelea mpaka wakati huo. Kuanzia 2001 ndio mpaka 2021 wakati mzee alianza kupata kujenga nyumba yake ya kama room 2, ndio barua ikatoka mahakamani kwamba hilo eneo ni la mzee Samuel Matega Kimeno kwa sababu ameishamilikishwa. Na hapo ndio mzee akauliza kwamba kwa nini ulimilikishwa eneo langu bila taarifa yangu? Msimamizi huyu wa ardhi anaitwa Isaac Joseph Kimeno akasema kwamba sisi tulimiliki hilo eneo kwa sababu kuanzia zamani lilikuwa eneo letu. Mzee akasema yeye alipewa na operation vijiji kuanzia mwaka 74. Ni kwa nini walichukua kwa nguvu? Kwa sababu ya ulemavu wake, wakamdharau wakachukua eneo kwa nguvu. Na kila mazao yake yako hapo, kuna kahawa, kuna mchi wake hapo. Wakasema wao hawataki kujua, wao wamepewa hatimiliki. Kwa hiyo sasa manake wao wamepewa hatimiliki ukiwa nyinyi na mzee wako mnaishi hapo. Sasa je, mzee wako baada ya kuona hivyo anataka kujenga kapewa zuio, alichukua hatua gani? Alijaribu kushirikisha serikali, labda uongozi wa serikali na nini kuweza kutafuta haki yake? Mzee alienda mpaka kwa baraza la ardhi ya kata,
na hao wenzetu ambao wametupamia walikuwa wametangulia kwenda mahakamani baraza la ardhi na nyumba Tarime, wilaya ya Tarime. Sasa baadaye wao ndio walitangulia wakamwaga mawe. Wakati walivamia mzee walimwaga mawe. Wakati unamwaga mawe ilikuwa tayari washapewa hiyo hati kwamba anamiliki au kabla ya hapo? Walikuwa wameishapewa. Kwa walipopewa tu hiyo hati kwamba anamiliki ndio wakaanza kumwaga mawe. Sasa hapana, kuna miaka ilipita, miaka kama 20 ndio wakaja kumwaga mawe. Kwa sababu kuanzia 92 walimwaga mawe 2021 ndio walimwaga mawe hapo. Hatimiliki wao walipewa mwaka 92. Wao walipewa mwaka 92. Baada ya kupewa mwaka 92 ndio wakaanza kumwaga mawe mwaka gani? 2021. Bila taarifa yoyote hata kwa serikali ya kijiji. Sasa wakati huo kuanzia mwaka 2021 ndio tulitambua kwamba walikuwa wameishachukua eneo kwa nguvu na wakapewa hatimiliki kwa nguvu bila mtu yoyote kujua, hata majirani. Ndio sasa mgogoro ukaanzia hapo mpaka wakati huu. Kwa hiyo na mzee wako alipoenda mahakamani, labda alishakwenda mahakamani kwa sababu ya hiyo, au kisha kuna kazi yote ya serikali kwa ajili ya kutetea mzee yake? Mzee akienda mahakamani huwa anaenda mahakamani. Tumeenda karibu mara. Alienda kama mshitakiwa na sisi wote tulishitakiwa, vijana wake wawili. Na tukienda mahakamani mara tunaambiwa wakili wao hawapo, mara tunaambiwa kesi imeahirishwa bila sababu. Tumeenda karibu mara 22. Katika mara zote hizo ambazo mmeenda mara 22, kuna mara yoyote katika hizo mmeshawahi kukaa na mkasomewa labda mashtaka hayo ambayo nyinyi mmeshtakiwa nayo? Tumesomewa mashitaka sisi. Tumetoa ushahidi. Mwenyekiti ametoa ushahidi, mimi nilitoa ushahidi na ndugu yangu akatoa ushahidi. Ikabaki kutoa ushahidi ambaye alikuwa katibu wakati huo, na baba yangu hajatoa ushahidi mpaka wakati huo. Kwa nini babako hakuhusishwa katika kutoa ushahidi wakati na yeye pia ndo alikuwa wa kwanza kuishi toka mwaka 74? Walisema baba yangu atatoa ushahidi. Atatoa ushahidi, watakuja kuchukua ushahidi nyumbani kwake kwa sababu ulemavu wake na yuko na miaka 90. Sasa kuanzia wakati huo hawajawahi kuja kutoa ushahidi. Hawajawahi kumleta kutoa ushahidi. Na mkiitwa sasa kule, kwa sababu yeye hajatoa ushahidi wake, mkiitwa kule wao wanazungumza nini kuhusiana na muendelezo wa hiyo kesi? Maana kesi ushahidi haujakamilika, inabidi naye aende atoe ushahidi wake, na wao hawajaji. Wanasema kwamba wanataka wachipange ndio wache atoe ushahidi akiwa nyumbani. Hawajakuwa tayari na baada ya hapo ndio kifo kikatokea. Na baada ya hapo ndipo kifo ya mama imetokea tarehe 6. Tena wakafungua suio mpya na kusuia kwamba tusifanye mazishi hapo kwa hilo eneo kwa sababu lina mgogoro kuanzia mwanzoni na mpaka wakati huu sasa, kuanzia tarehe 6 mpaka leo tarehe 27. Kwa hiyo manake umehifadhiwa wapi?